Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema mwanamke, mabadiliko ya maumbile yako yanavyokuponza. Mwanamke, mabadiliko ya maumbile yake yanavyomponza. Miili ya mwanaume na mwanamke inatofautiana sana. Mwanaume ana misuli mingi kuliko mwanamke, na vichocheo ambavyo vinasababisha maumbile yakae vizuri vingi vinapungua kadri siku zinavyoenda, na kutokana na matukio fulani fulani ambayo unayapata kwenye mahusiano yako. Vile vile mada hii imeletwa na mdada ambaye ana umri miaka 40 na kitu. Amenipigia simu majira ya asubuhi akieleza kushangazwa na jinsi gani kisimi chake kimedidimia ndani. Anasema alikuwa anakipenda kisimi chake kwa kikubwa, tena akasema kilikuwa kikubwa vizuri tu. Ndio maana aliyotumia tunaongea naye kwenye simu, kilikuwa kikubwa vizuri tu. Lakini sasa kisimi chake kimekuwa kidogo, na kwa sehemu fulani imechangia kwa yeye kuachika. Alibadilisha dini akaolewa na Muislamu, alafu baadaye amekuja kuachika. Mwaka jana ameachika, sasa hilo ameliona hivi karibuni. Lakini pamoja na hayo, kwamba ndoa yake ilikuwa katika msingi ambao ni mbovu kidogo. Mwanaume alikuwa anaishi mbali na yeye, na kutokana na kutokufanya mapenzi mara kwa mara, na yeye inachangia kwa kisimi kupungua. Lakini sikuleta mada ya kisimi peke yake, nazungumzia maumbile kiujumla. Mwanamke anaweza kabadilika akajikuta kwamba ameanza kutoka michirizi kwenye mapaja, au mwanamke alifanyia operation kutokana na uzazi, au kutokana na kujifungua maumbile yake ya kike yametanuka. Kama alikuwa anaongea na dada mmoja, alikuwa anajiambia ukeni, ni wapi sikumbuki vizuri, anaongea naye wiki iliyopita. Anachanga kwa wake anajiambia ukeni. Sasa hali kama hii inamkuta mwanamke, anaona kabisa kwamba sikuwa hivi wakati naolewa au wakati naingia ndani ya ndoa, sikuwa hivi. Lakini anakuta kwamba mabadiliko yapo na hajui afanyeje ayaondoe. Sasa hali kama hii inawakuta watu wengi sana na hawajui wafanye nini katika mazingira kama hayo. Wengine wameenda mpaka kwa madaktari, wanakuta madaktari wenyewe hawaelewi shida kama hiyo. Baada ya kupata kuongea na simu na huyu dada, ikapasa niingie kwenye mafaili yangu nikutane na kesi ambazo zinafanana na hizo za mabadiliko mbalimbali ya mwili. Tuanze na kesi hii ya kwanza ya kusinyaa kwa kisimi, ambayo inaambatana sawasawa na hiyo ya huyo dada, lakini nitaongelea mambo mengine vile vile. Anasema hivi: Dokta, toka nijifungue nimejikuta na tatizo kubwa. Kisimi changu kimepungua na sijisikii raha sana wakati wa kufanya tendo, na vile vile ninapofika kileleni sifiki kwa kiwango kile kile cha utamu, yani utamu umepungua. Nafika kileleni ndio, lakini sio kwa uzito ule ule. Naona kuna kitu ambacho kimepotea kutokana na kisimi changu kudidimia. Sijui nifanye nini na najisikia vibaya kweli, na yani nimewaza niongee na nani juu ya hili jambo, nikaona nikutafute wewe. Nilikwenda kwa daktari wa magonjwa daktari wa wanawake, na nikamweleza juu ya kisimi changu kudidimia. Yeye akasema hiyo ni hali tu ya kawaida na hakuwa na njia nyingine yote ya kunisaidia. Lakini dokta, hali hii siipendi, unaweza kunisaidia? Mtu mwingine akasema hivi, huyu ni mwanaume, anasema dokta, naandika meseji hii kwa niaba ya mke wangu. Mke wangu kwa mara ya kwanza baada ya kujifungua amejinyoa mavuzi. Baada ya kujituzalia mtoto wa kiume, amegundua kwamba kisimi chake kimedidimia ndani kwa kiasi kikubwa. Nilizoea kukiona kisimi chake kweli kilikuwa kinaonekana kabisa wazi pale nje. Akatumia neno la Kiingereza prominent. It was
fairly prominent. Ndasema kwamba kimepungua ukubwa wake kisimi zaidi ya nusu kabla ya yeye kuwa mjamzito. Hakuwa hivi, lakini amejifungua katika hali ya kawaida kabisa, wala hakufanyiwa operation na hakukuwepo na mpasuko wote, na sasa hivi yuko katika hali ya kunyonyesha. Dokta, unatusaidiaje? Sasa kesi kama hizi mbili ambazo zinakuja katika eneo hilo la Kisimi, lakini kuna maeneo mengine ambayo yapo vile vile, kama vile nilivyozungumzia, mtu ameongezeka unene, amekuwa na kitambi, matiti yamekuwa yamelegea sana, yamelala sana. Vitu kama hivyo vinatokea. Na katika kesi moja ambayo nimekutana nayo kwenye faili langu inasema hivi, hii kesi ambayo of course ningependa na wewe nikuletee vile vile uweze kuelewa kwamba hali hii sizungumzi kwa sababu nini. Anasema huyu ni mwanamke, anasema kwamba niko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 26 na tuna watoto 4. Wa kwanza na miaka 22, wa pili na miaka 19, wa tatu na miaka 13, wa nne na miaka 10 na ni wa kike. Anasema tuna nyumba yetu wenyewe nzuri na tuna biashara zetu nzuri na maisha ni mazuri, lakini tatizo langu ambalo ninalo kama mwanamke, naona mwili wangu umebadilika sana. Sio kama vile nilivyokuwa wakati naolewa umri wa miaka 24. Japokuwa kuna mabadiliko mengi katika mwili wangu, lakini mume wangu ananipenda, ananijali sana, kwa sababu yeye vile vile mwili wake haujabadilika sana, kwa sababu anafanyaga mazoezi, lakini mara nyingine mimi huwa nafanya naye mazoezi pamoja na yeye. Naona hii imeanza kuathiri uhusiano wetu, especially tunapoingia kwenye tendo la ndoa. Yeye huwa anapenda tendo la ndoa mara 3 au mara 4 kwa wiki, lakini mimi huwa namkatalia. Mara nyingine sipendi kufanya naye mapenzi mara kwa mara, kwa sababu sijioni kama kweli nina mvuto sana kwake. Ananiambia kwamba mimi bado ni mzuri, bado ananipenda, bado ananitamani, lakini kila ninapokuwa namkatalia kufanya naye tendo la ndoa najisikia vibaya. Dokta, napenda tendo la ndoa, nalipenda sana, lakini kila mara ninapokuwa najiangalia kwenye kioo, naanza kujilinganisha na wanawake ambao mume wangu anafanya nao kazi. Ni wazuri kweli na kwenye shepu nzuri, matiti yangu yamelala, tumbo langu lina kitambi na makalio yangu kama vile na yenyewe yamekaa vibaya vibaya. Dokta, naomba msaada wako. Unaweza kuona anakataa tendo la ndoa, sio kwa sababu hana hamu, ila ajisikia vibaya, naona kama vile hana mvuto, kama vile mume wake anamthibitisha kwamba mimi nakupenda, ndio maana napenda tendo la ndoa mara 3 kwa 4 kwa mara 3 au mara 4 kwa wiki. Napenda tendo la ndoa na wewe kwa sababu najua wewe ni mzuri. Lakini mwanamke mwenyewe nafsi yake inamsuta. Mbona uko mfanane na wanawake wazuri? Angalia body shape zile za TikTok. Angalia body shape za TikTok zile. Angalia watoto wazuri wa TikTok wanajilinganisha na watoto kwenye TikTok wanavyofanya paredi gwaride ya makalio yao mazuri. Wanafanya gwaride kwenye TikTok. Sawa, wanaonyesha makalio yao TikTok bwana, dunia hii bwana. Basi sasa wanaume wanahangaika na haya mambo wanaoyaona mitandaoni. Tuna paja zuri kuliko la mke wako, hilo inahangaika. Sasa kwa nini nimekuletea madai? Kwa nini nimekuletea madai? Ni hivi, akili ya mwanadamu yoyote imeumbwa kukwepa mambo mabaya, inaitwa survival instinct. Yaani akili yetu ilivyoumbwa ni kitu kibaya unakikwepa, kitu ambacho unaona kwamba hakifai unakikwepa. Hiyo ni akili ya mwanadamu ilivyo. Sasa wanawake wasiojua na hata wanaume vile vile inawagusa hii ya kisayansi, ni kwamba mabadiliko yatakuwepo. Zamani ulikuwa unapiga magoli 3 kama wewe mwanaume, ulikuwa unapiga magoli 3. Siku hizi unapiga goli 1. Hilo ni badiliko na lenyewe. Zamani ulikuwa unachelewa kumaliza, sawa? Siku hizi unawahi kumaliza. Hilo ni badiliko.
na wenyewe linaangaliwa. Zamani ulikuwa una kitambi, mwanaume naye anazungumza kwa wanaume pia. Sasa hivi una kitambi. Hilo ni badiliko. Zamani ume wako ulikuwa ni mnene, siku hizi umepungua unene au umekuwa mfupi. Hilo ni badiliko kutokana na kitambi. Kitambi kimekuwa kikubwa na uume umenyonywa, dudu limekuwa dogo. Haya ni mabadiliko na yenyewe. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ndoa inaingia mahali inaingia njia panda. Ndoa inaingia njia panda pale anapobadilika, mwanaume na kitambi, mwanamke naye ana kitambi, mwanamke sijui maumbile yake ya kike yamelegea, matiti yamelala. Hayo yote yapo, kisimi kimepungua, hayo yote yapo, yanaingia. Sasa kama nimerudi kwenye pointi yangu ya sayansi, ni kwamba akili ya mwanadamu ilivyoumbwa ni kukwepa mambo mabaya, kuepuka mambo mabaya. Kama kitu ni kitu cha hatari, akili ina rekodi haraka sana kwamba hiki kitu siku zote kikwepe. Yaani ukiwekea lebo, ukishapa jina tukwambia hiki sikipendi. Ukishapa jina ni kipendi, yaani akili yako haina tofauti na nyoka. Yaani ukiwa ukipendi unakiona kama vile nyoka. Sasa basi, wataalamu wamefanya tafiti katika maeneo haya, wanasema hivi: kutokana na hali hiyo ya mwanadamu kupenda kukwepa mambo mabaya, anasema hivi, ni rahisi sana kwa mtu kuchanganya anapoona kijiti akafikiria ni nyoka, kuliko kwa mtu kuchanganya kuona nyoka akafikiria kijiti. Tunaweza kuona ni rahisi kwa mtu kuchanganya kuona maana ule mti ni nyoka, kumbe ni mti tu. Asema ni rahisi sana mtu kuchanganya mti akafikiria kwamba ni nyoka. Mti umewekwa pale akafikiria ni nyoka, lakini sio rahisi kwa mtu kuchanganya nyoka akafikiria kwamba ni mti. Naomba nisikilize hapo. Hii inaingiza kwenye sayansi. Sayansi ya bingwa mmoja mkubwa sana ambaye amepatia hiyo elimu. Bingwa mmoja mkubwa sana ambaye YouTube zake zinaangaliwa na kwa mwezi sio chini ya watu milioni 1 wanaoziangalia YouTube channel zake. Kwa hiyo nikapasa niingie ndani anza kuniambia, bwana, hebu nipe material. Ndio akaanza kunipa. Anafundisha watu wapelelezi wakubwa sana wa nchini Marekani. Wapelelezi wakubwa wa Marekani wanaofundisha CIA, sijui mashirika ya kijasusi, jinsi ya kugundua vitu mbalimbali. Sasa basi, kutokana na hali kama hiyo basi, mwanaume anapoona mabadiliko kwa mke wake na mwanamke anapoona mabadiliko kwa mume wake, huyu mwanaume au huyu mwanamke asipokuwa na vitu vingine vya kumchanganya akili yake asiyape kipaumbele yale mabadiliko, hii ndoa inaenda mahali pabaya sana. Nazungumza kama sayansi hapa. Kwa lazima lazima kuwepo na vitu ambavyo vitamziba mtu akili, asiangalie mabadiliko mabaya asiyoyapenda, asiyape kipaumbele, akachepuka au akaacha kuwa na hamu na wewe. Sawa? Sasa mtaalamu anaita disruption of brain expectations. Sio fahamu Kiingereza, ukifahamu nini maana ku disrupt, yani kuvuruga matarajio ya akili. Yaani akili kwa inatarajia kwamba bwana Kibewa kwa sababu ana makalio kama ya sufuria hana utamu. And conclusion hiyo ndio hana utamu, kwa hiyo ni kumkwepa. Lakini sasa ukiwa na mambo mengine sasa mazuri yanafunika, una makalio kama ya sufuria lakini yanaonekana ni mazuri tu. Sikiliza sasa. Sikiliza, huyu ni mwanamke. Anasema hivi. Anasema, dokta, ndoa yetu, tendo la ndoa limekuwa kama hobby. Najua hobby ni vitu vinavyopendelea sana. Sikiliza anavyosema. Anasema, dokta, ninakushukuru kwa zile video ambazo umetutumia na tumegundua kwamba watu wengi hawatoi kipaumbele kwenye tendo la ndoa ambalo linasababisha muunganiko wa kihisia kama unavyozungumza kwenye video zako hapa YouTube. Sexual connection, akaweka kwa Kiingereza pale. Weekend iliyopita tumefanya seksi kwa siku moja mara 2, muda tofauti. Yaani wamefanya mapenzi saa 7 mchana baada ya kula chakula cha mchana, na usiku tena wakafanya mapenzi. Asema tuna watoto 3. Mume wangu ana umri wa miaka 52, mimi na miaka 48. Asema tumelifanya tendo la ndoa kuwa kama hobby. Tunatafuta vitu mbalimbali
vya kuweza kusaidiana kufanya tendo la ndoa kwa kiwango cha juu zaidi. Tunatafuta njia tofauti tofauti za kusababisha tendo la ndoa liwe na utamu wa kiwango cha juu kabisa. Kama vile hobby zilivyo, Dr. Unajua tuna malengo. Mimi lengo langu nataka nimnyonye mume wangu mpaka dudu lake lote lizame ndani yake. Kwa hiyo nafanya mazoezi sasa hivi, na yeye anafanya mazoezi ya kuhakikisha kwamba analifikisha mara 2, mara 3, mara 4 kileleni. Daktari anakuambia ndoa yetu ina miaka 21. Mimi na mume wangu tunafanya mapenzi karibu mara 4 kwa wiki. Ni hobi ambayo tunashirikiana, tunatarajia kwamba hii itaendelea milele. Mara nyingi tunatafuta jinsi ya kuweza kuboresha utamu wa tendo la ndoa. Tuna watoto 3. Wa kwanza ana miaka 11, wa pili ana miaka 7, wa tatu ana miaka 5. Nafanya kazi na mume wangu na anafanya kazi. Tunathamini ndoa yetu na tunataka kwenye eneo la tendo la ndoa tuwe tunahakikisha tunaridhishana kikamilifu. Najua kwamba watu wengi wanaboreka, lakini naamini kabisa kama wangefanya tendo la ndoa kama hobi isingekuwa hivyo. Inashangaza sana Dokta, umetufungua macho, kwa maana watu wengi wanashindwa kutoa kipaumbele katika eneo hili, lakini wewe umetusaidia kuliona hili na Mungu akubariki kwa hilo. Unaweza kuona jinsi gani huyu ni mwanamke ananipa shuhuda zake. Sasa mambo kama haya ni kwamba mabadiliko hayakwepeki, yatakuwepo tu ya kimaumbile. Yatakuwepo tu, hayakwepeki, lakini ni jinsi gani unatafuta njia. Sasa mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo katika hayo 17 lina ufundi wake, na mwanamke anapaswa ajue mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unayefahamu 3 katika 14, hebu fikiria huyu mwanaume atayazoea. Nikupe story ya kweli iliyokuja. Huyu dada alinipigia simu jana, nilimtumia video miaka 4 iliyopita. Miaka 4 iliyopita nilimtumia video, ndio yake ikawa tamu miaka 4 iliyopita. Sasa akabweteka, simu yake ikaharibika, sina nini akabadilisha, akapoteza zile video. Sawa. Sasa kuanzia mwezi wa 9 mwaka jana, huu ni mwezi wa 2 mwezi wa 9 mwaka jana, mume wake hana hamu ya tendo la ndoa. Yaani anafanya tendo la ndoa kwa kulazimisha. Anasema sasa hivi ni mara 2 kwa mwezi. Ona? Mara 2 kwa mwezi. Hivi kweli mwanaume gani? Kweli unalala mwanamke usiku mzima umtii. Wiki inaisha. Wiki inaisha, unalala mwanamke kitanda kimoja, wiki nzima inaisha. Huyu ni mwanaume wa aina gani kama hajaboreka na huyu mwanamke? Nazungumza haya kwa sababu nataka nikueleze kitu ambacho kinatokea, kwamba usipojua mambo mengi ya kumfanyia mwanaume, usipojua mambo mengi ya kumfanyia mwanamke, lazima ataboreka kwa ndoa ya muda mrefu. Angalia kwenye story hii. Asema daktari anapata shida na mke wangu. Yeye anaona tendo la ndoa kama vile kazi ya kuambiwa nenda kamwage takataka jalalani. Yaani hana hamu ya tendo la ndoa. Ana kama tunafanya tendo la ndoa, yaani hana msisimko, hana ushirikiano wa aina yoyote. Hakuna msisimko. Na mara nyingi anaonifanyia mambo ni yale yale. Mara nyingi ananiuliza kuhusu wapenzi wangu wa zamani. Nawaambia mambo aliyokuwa ananifanyia, ananiambia hao walikuwa malaya tu. Daktari, naomba unisaidie, hii ndoa inaenda mahali pabaya. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo, hebu fikiria. Mwanaume wewe mbona unafahamu mambo 4 katika mambo 17 ya kumfanyia mwanamke? Ungekuwa umepewa mtihani na maswali 17, wewe ukafahamu maswali hayo 4. Utafaulu huo mtihani? Sasa kuna watu wengi ambao wamefahamu siri ya nguvu ya tendo la ndoa kuweza kufunika madhaifu mbalimbali yanayojitokeza ndani ya ndoa. Sikiliza story hii kutoka kwenye faili langu. Dokta, niko na mke wangu, huu ni mwaka wa 31. Ni mnene na hapendelei huo unene, haupendi. Jana tulikuwa na mazungumzo juu ya unene wake na mambo ambayo hayapendi.
Nikamwambia, mke wangu, my love, ninapokuangalia wewe sioni madhaifu yako, naona tu ule utamu unaonipa wakati wa tendo la ndoa na jinsi ulivyo mchangamfu. Naona wewe tu ni mwanamke unanifanya mimi nijisikie raha tunapokuwa kitandani. Na vile dokta, nimemwambia haya maneno ni ya kweli, lakini vile namthibitishia kwa vitendo. Ninavyomsifia mara kwa mara tunapokuwa nje ya kitanda, jinsi ninavyomhudumia. Sawa? Anasema hivi imemsaidia ajiamini na aache kuninyima tendo la ndoa kama ilivyokuwa ameanza. Baada ya wewe kunitumia zile video, tendo la ndoa limekuwa tamu. Namuona yeye kwamba ni mwema kwangu, ni mzuri kwangu. Na sasa hivi ameanza kujivunia maumbile yake. Na alikuwa ameshaanza kuyachukia maumbile yake yaliyobadilika. Kwa hiyo unahitaji mwanaume ambaye anauelewa wa kiwango cha juu, lakini umpe sababu ya kukuona wewe bado ni mtamu. Haya, sikiliza mwanamke mwingine kutoka kwenye faili langu la haya mambo. Anasema, dokta, nimekuwa napata shida na mabadiliko ninayoona kwenye mwili wangu kama mwanamke. Na Jumanne iliyopita ilikuwa ni siku ya kukumbuka siku yetu ya harusi, anniversary. Na tukaangalia video ya siku yetu ile ya harusi. Dokta, nijisikia maumivu moyoni mwangu, jinsi nilivyokuwa mrembo na mwenye mvuto mkubwa kwenye ile video. Dokta, nijisikia vibaya sana. Mume wangu alinipenda kupita kiasi, alikufa ameoza. Na alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba anavyonipenda ni kupita kiasi. Alinipenda siku zile, ananipenda na sasa, na amekuwa ananipenda kila siku katikati ya siku za mwanzo na sasa. I know ni kwa sababu ya ufundi nilionao kitandani umechangia sana kumchanganya akili yake. Ananiambia katika wanawake 4 aliyokuwa nao kabla yangu, mimi nimewazidi wote. Tendo la ndoa ni kuwa ni kufurahia na mtu unayempenda na kuchangamkia tendo hilo mara kwa mara. Sasa tafiti za kisayansi za mtu ambaye alikuwa na uwezo, anao mpaka sasa hivi uwezo wa kutabiri ndoa zitakazokufa kwa 94%, anaitwa John Gottman. Ana maabara yake ya mapenzi pale mjini Washington, Marekani. Ni mzee sasa hivi, na mke wake anaitwa Julie. Ana uwezo wa kutabiri ndoa zitakazovunjika, na kweli zikavunjika kwa 94%. Anasema hivi, ukiwa na udhaifu wa aina moja, ufunike kwa mazuri 5. Unaita ratio 5:1. Sawa? Sasa wewe ambaye umebweteka, unategemea uzuri wako ulioanza nao utakuwa na mvuto ule ule milele, unahitaji vitu vingine. Nacho kitabu kwenye library yangu hapa. Nasema hivi, tafiti ambazo zimefanyika, wanawake ambao wanajijua sio wazuri, hana maumbile yenye mvuto, wanajitahidi sana kufanya kazi kwa bidii, wawe na hela za kutosha. Sawa, wasimtegemee mwanaume. Wanajitahidi sana, wanatafuta umaarufu katika maeneo mengine. Unaona, yani wanawake ambao wamejijua kama sisi maumbile yetu bwana, makalio kama ya sufuria, lakini wanajitahidi sana kuwa wazuri sana kwenye biashara, kwenye kazi mbalimbali, wanajitahidi sana kuwa wazuri na wanaolewa. Sasa unategemea uzuri wako peke yako, shauri lako. Sasa nachokwambia hivi ni kwamba, sawa, naomba hivi, umeomba kweli, umepata ndoa, lakini kumbuka kwamba kama vile unavyoomba mvua, tegemea kuna matope yatatokea. Sawa, unaomba Mungu lete mvua, lazima ukumbuke kwamba kuna matope lazima yatatokea. Kwa hiyo unapoingia kwenye uhusiano, tambua kwamba kuna mabadiliko yatatokea. Sasa jinsi gani ya kushughulikia yale mabadiliko, hilo ni jambo la msingi, yakaathiri uhusiano wako. Na imerudi hiyo ya kwamba unapoomba mvua utarajia na matope, vile vile unaikuta kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 4 kwamba
Kama unataka maziwa, usikatae kinyesi cha ng'ombe. Unafuga ng'ombe, ng'ombe zio atakupa maziwa sawa, lakini vile vile atatoa na kinyesi. Kama kinyesi wewe akishughulikia, mazi inafusi wewe na ng'ombe kabisa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni jinsi gani ya kushughulikia magumu yanayotokea katika mahusiano yako. Usikae hivi hivi. Itakuponza sana. Tazamaji, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili, subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana.